Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamina, thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin, amma ba'du. Ayyuha almustami'una wal mushahiduna alkiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum marratan ukhra. Wapenzi watazamaji na wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel ya Mponda Media, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu kwa mara nyingine, na leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutazungumzia tafsiri za ndoto za sura za Qur'ani. Yani ukiota unasoma sura miongoni mwa sura za Qur'ani, kuanzia sura ya kwanza ambayo ni Fatihatul Kitab mpaka sura ya mwisho itakuwa ina maana gani? Na insha Allahu taala tutaanza na sura moja moja, tukianzia na suratu Al-Fatiha. Naam, sasa anasema al-Ustadh au Sheikh Ibn Sirin rahimahullahu taala, anasema man raa annahu yaqra'u fatihatal kitab, anasema mwenye kuota anaisoma suratu al-Fatiha, yani sura ya kwanza, kwa maana ya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ila akhiri sura, mpaka mwisho wa sura. Anasema mwenye kuota usingizini anaisoma sura hiyo, futihati lahu abwabal khairi, maana yake mtu huyo atafunguliwa milango ya kheri. Allah Taala atamfungulia milango ya kheri. Wa ughliqat anhu abwaba sharri, na Allah subhanahu wa ta'ala atamfungia milango ya shari. Yani kama kuna shari basi Allah subhanahu wa ta'ala ataifunga ile milango ya ile shari ili huyo mtu isimfike. Kwa hivyo ukiota usingizini unasoma suratu Al-Fatiha, maana yake hiyo ni ndoto ya kheri. Ukiamka muombe Allah akufungulie milango ya kheri na akufungie milango ya shari. Naam, lakini anaendelea anasema, wa man raa annahu yaqra'u surata al-Baqara, na mwenye kulala akaota usingizini ya kwamba yuasoma suratul Baqara, soma suratul Baqara ambayo ni sura ya pili, anasema maana yake tala umruhu wa hasuna dinuhu. Anasema ndoto hiyo maana yake tala umruhu, Mwenyezi Mungu atampa mtu huyo umri mrefu, umri wake utakuwa mrefu. Wa hasuna dinuhu, na mtu huyo dini yake itakuwa nzuri. Atakuwa ni mtu ambaye mwenye kujali dini, mwenye kufuatilia dini, mwenye kuithamini dini, atakuwa ni mwenye dini nzuri. Naam, lakini anaendelea Sheikh anasema, wa man raa annahu yaqra'u surata Ali Imrani, na yeyote mwenye kuota usingizini ya kwamba yuasoma surata Ali Imrani, yuasoma suratu Ali Imrani ambayo ni sura ya tatu, anasema swafa dhahanuhu au dhihinuhu wa zakkat nafsuhu. Anasema maana yake ukilala ukaota usingizini ya kwamba unasoma suratu Ali Imrani, maana yake akili yako itakuwa safi. Mwenyezi Mungu atakupa akili safi. Wa zakati nafsuhu, kadhalika nafsi yako itakuwa safi. Utakuwa na nafsi safi, nafsi isiyokuwa na hasadi, nafsi isiyokuwa na chuki, nafsi isiyokuwa na roho mbaya, kwa maana ya nafsi yako itakuwa zakia. Utakuwa na nafsi zakia, nafsi safi isiyokuwa na mashaka yoyote.
Naam, lakini anaendelea shekhe, anasema wa marraa annahu yaqra'u surata nisai, na mwenye kuota au mwenye kuona usingizini ya kwamba yuwasoma suratu nisai ambayo ni sura ya 4, yani umelala ukaota unasoma suratu nisai, anasema maana yake yakunu qisman lilmawarithi au qasaman lilmawarithi, maana yake huyu mtu atakuwa ni mgawaji wa mirathi. Mtu huyu atakuwa ni mgawaji mzuri kabisa wa mirathi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, tena atakuwa ni mgawaji muadilifu biidhnillah. Ukilala ukaota usingizini ya kwamba unasoma suratu nisai ambayo ni sura ya 4, maana yake utakuwa ni mgawaji wa mirathi, tena utakuwa mgawaji muadilifu. Naam. Ndoto ya 5 anasema shekhe, wa maraa annahu yaqra'u surata al-Maida, na mwenye kulala akaota usingizini ya kwamba yuasoma suratul Maida ambayo ni sura ya 5, maana yake ni kwamba ala sha'nuhu wa qawwa yaqinuhu, maana yake atakuwa ni mtu ambaye ni mtu wa juu, atakuwa ni mtu wa juu, atakuwa mheshimiwa. Maana yake sha'nuhu satakunu a'la, atakuwa ni mtu wa juu kabisa. Wa qawwa yaqinuhu, na atakuwa ni mtu mwenye yakini, hatakuwa mtu mwenye mashaka na Mwenyezi Mungu, hatakuwa mtu mwenye mashaka na siku ya Kiyama, hatakuwa mtu mwenye mashaka, mwenye wasiwasi na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakuwa ni mtu mwenye yakini na yale ambayo anaelezwa au yameelezwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama na mitume mbalimbali. Naam, hiyo ni ndoto ya 5. Lakini ndoto ya 6 anasema shekhe, man raa annahu yaqra'u surata al-An'am, mwenye kulala au mwenye kuona usingizini ya kwamba yuwasoma suratul An'am sura ya 6, yani umelala ukaota wasoma suratul An'am, wasoma suratu al-An'am, maana yake anasema kathurat an'amuhu, maana yake atakuwa na neema nyingi, kama sura yenyewe ilivyoitwa suratul An'am. Maana yake ni kwamba huyu mtu atakuwa ni mwenye neema nyingi sana. Allah atampa neema nyingi sana katika maisha haya ya duniani na maisha ya kesho akhera. Wadawabuhu, na wanyama, Mwenyezi Mungu atampa riziki ya wanyama wengi sana, na atampa neema nyingi sana, neema ya afya, neema yani neema nyingi. Maana yake neema tukianza kuzihesabu hatuwezi kuzimaliza. Naam, lakini ndoto ya 7 anasema shekhe, wa maraa annahu yaqra'u surata al-A'raf, na mwenye kulala akaota usingizini ya kwamba yuasoma suratul A'rafi, maana yake lam yakhruju min ad-dunya hatta yata'u qadamahu turu Sina, turu au turi Sina. Mwenye kulala akaota yuaisoma suratu al-A'rafi sura ya 7, umelala ukaota unasoma sura ya 7 suratu al-A'rafi, maana yake ni kwamba lam yakhruju min ad-dunya, mtu huyo hatotoka duniani, hatofariki dunia, hatta yataa qadamahu turu Sina, mpaka Mwenyezi Mungu atakujalia ufike mlima Sinai, utafika mlima Sinai. Mlima Sinai, mlima ambao umetajwa ndani ya Qur'ani, watini wazaituni wa turi sinin. Na mlima Mwenyezi Mungu asema na hapa kwa mtini na mzaituni na mlima Sinai. Kwa hiyo hautofariki dunia mpaka ufike mlima Sinai, mlima Sinai taban. Na ndoto ya 8 anasema maraa annahu yaqra'u surata al-Anfali, anasema na ukilala ukaota wasoma suratul Anfali, umelala ukaota wasoma suratul Anfali, bimaana sura ya 8,
Anasema shekhe, razakahu Allahu dhafru biadaihi, maana yake Mwenyezi Mungu atakupa ushindi juu ya maadui zako. Ukilala ukaota usingizini unasoma Suratul Anfali sura ya 8, maana yake razakahu Allahu, Mwenyezi Mungu atakupa riziki ya kuwashinda maadui zako, na atakuruzuku ghanaim, ngawira. Atakuruzuku alghanaim kwa maana ya ngawira. Ngawira ni zile mali ambazo zina na msamahani kidogo. Ngawira ni zile mali ambazo mmepigana vita baina ya Waislamu na makafiri, alafu makafiri wakakimbia wakaacha mali zao, basi zile mali wewe ukizipata zile ndio zinaitwa ngawira. Naam, kwa hivyo unaweza ukapata ngawira, na kama hakuna vita baina ya Waislamu na makafiri, basi Allah atakupa riziki ya kuwashinda maadui zako. Pia ni neema miongoni mwa neema kubwa kabisa. Allah atujalie neema kama hizo. Naam, lakini ndoto ya 9 anasema shekhe, wa man raa annahu yaqra'u surata tauba, na mwenye kuota usingizini, mwenye kuona usingizini ya kwamba yuasoma suratu Tauba ambao ni sura ya 9, maana yake asha fi nnasi mahmudan, maana yake wewe utaishi na watu hali ya kuwa ni mwenye kusifiwa. Yani utakuwa na sifa nzuri kwa watu, watu watakusifia vizuri, hautakuwa na sifa mbaya kwa watu. Wa mata ala tauba, na utafariki dunia hali ya kuwa umetubia dhambi zako, umerejea kwa Mola wako, umetubu kwa Mola wako, umeacha maasiya, umeacha madhambi, hususan yale makubwa makubwa, utakufa hali ya kuwa umeacha. Naam, na ndoto ya 10 anasema shekhe, wa man raa annahu yaqra'u surata Yunus, man raa annahu yaqra'u surata Yunus, na mwenye kuona usingizini ama mwenye kuota usingizini ya kwamba yuwasoma suratu Yunus ambayo ni sura ya 10, maana yake hasunat ibadatuhu walam yadhurruhu kaidu wala sihiru. Anasema ukilala ukaota usingizini unaisoma sura ya 10, maana yake utakuwa ni mfanya ibada mzuri. Hasunat ibadatuhu, utakuwa ni mfanya ibada mzuri. Walam yadhurruhu, na hatopatwa na madhara mtu huyo, kaidun, ya vitimbi, wala sihiru, wala uchawi. Maana yake hautapatwa na madhara ya uchawi, wala watu wakikufanyia vituko, wakikufanyia vitimbi, hautapata madhara ya vile vitimbi vyao. Hizi ndio maana ya ndoto za kusoma Qur'ani, na biidhnillahi taala tutaendelea mpaka sura zote 114 tutazimaliza biaunillahi subhanahu wa taala. Lakini nimalizie kwa kusema, ndugu yangu mtazamaji, kama utahitaji tafsiri ya ndoto yako binafsi, basi ndoto binafsi tunatafsiri kwa sadaka, tunahitaji sadaka zenu, kwa sababu tuna mahitaji mengi ili tuboreshe chaneli yetu. Tunahitaji kamera, tunahitaji laptop, tunahitaji stendi ya kamera, tunahitaji taa kwa ajili ya kurekodia usiku. Tuna mahitaji mengi. Tunakuomba, kama utahitaji tafsiri ya ndoto yako binafsi, yani umelala ukaota ndoto ukaamka unahitaji kutafsiriwa, basi utachangia sadaka. Ndoto binafsi hatutafsiri bure, ili kutupa sapoti na sisi. Nafikiri nimeeleweka. Nambari zetu za simu ni 06522863 mwisho 23. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.